wetu na Mashariki ya Kati, ambako taarifa zinasema wakati kukiwa na matumaini ya kufikiwa makubaliano ya amani baina ya Marekani na Iran, Rais Donald Trump ametishia kuishambulia tena Iran ikiwa haitokubaliana na masharti yake ya kuvimaliza vita hivyo. Tehran kwa upande wake imesema vitisho haviwezi kuishurutisha na itaendelea kutetea maslahi yake. Bakari Ubena na taarifa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inaweza tu kuchagua ama kukubali mpango wake wa amani au kukabiliwa na mashambulizi mapya na makubwa kuliko hapo awali. Ujumbe huu wa Trump umetolewa baada ya taarifa kutoka shirika la habari la Marekani Axios kuripoti kwamba Washington na Tehran zilikuwa karibu kufikia makubaliano ya kukomesha vita na kuanzisha mchakato mpana zaidi wa mazungumzo ya kina kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hii ni baada ya Trump kutangaza kusitisha operesheni ya kijeshi ya Marekani ya kusindikiza meli za kibiashara zilizokwama katika mlango bahari wa Hormuz, lakini akasisitiza kuwa vizuizi kwenye bandari za Iran vitaendelea. Wakati Marekani ikisubiri jibu la Iran kuhusu pendekezo hilo la kumaliza vita, Tehran imesema inalipitia upya na itatoa maoni yake kwa mpatanishi Pakistan. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake itaendelea kutetea maslahi yake na iko tayari kuufungua mlango bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itaachana na vitisho vyake. Araghchi alifanya ziara mjini Beijing na kukutana kwa mazungumzo na mwenzake wa China Wang Yi na kueleza kuwa walijadiliana kuhusu namna ya kuumaliza mzozo huo na Marekani, mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na mvutano kuhusu ujia wa Hormuz, huku akisisitiza kuhusu umuhimu wa kuheshimu haki za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Marafiki zetu wa China wanaamini pia kuwa Iran baada ya vita ni tofauti na Iran kabla ya vita, na kwamba sasa imefikia hadhi ya juu kimataifa, imethibitisha uwezo na nguvu zake. Kwa hivyo tunalenga kuanza awamu mpya ya ushirikiano kati ya Iran na nchi zingine. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake iko tayari kwa mazungumzo yatakayofanyika sheria za kimataifa, lakini kamwe haitakubali kulazimishwa kukubaliana na masharti ya upande mmoja yanayotolewa kwa vitisho. Rais Pezeshkian ameitoa kauli hiyo alipozungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu mteule wa Iraq Ali Al-Zaidi. Pezeshkian ameikosoa Marekani akisema kwa upande mmoja inaendeleza shinikizo dhidi ya Iran na kwa upande mwingine inatarajia kuwa Iran itajisalimisha, jambo alilosema kuwa kamwe haliwezekani. Hayo yakiarifiwa, mkuu wa majeshi wa Israel amesema jeshi la nchi hiyo liko katika hali ya tahadhari na liko tayari kabisa kuanzisha tena operesheni pana na kubwa zaidi nchini Iran, huku viongozi mjini Tel Aviv wakisema kuwa hawana taarifa zozote kuhusu kukaribia kufikiwa kwa makubaliano ya amani baina ya Marekani na Iran. Alikuwa ni Bakari Ubena. Msikilizaji, kama ulivyosikia, rais wa Marekani Donald Trump muda mfupi uliopita ametishia kuishambulia kwa mabomu Iran ikiwa utawala mjini Tehran hautofungua mlango bahari wa Hormuz na ikiwa hautokubaliana na masharti ya kumaliza vita. Kabla ya kauli hiyo, Marekani ilitangaza kusitisha kampeni yake ya kuzisindikiza meli zilizokwama Hormuz katika kile kilichoitwa Project Freedom, ikisema hatua zimepigwa kwenye mazungumzo ya kusitisha vita na Iran yanayosimamiwa na Pakistan. Je, uwezekano wa vita kumalizika ukoje katika mazingira kama hayo na msimamo huu wa Marekani? Nimetaka kujua kwa mchambuzi wa siasa za Iran Abdul Fattah Musa, ambaye kwa sasa yuko Zanzibar, kupata fikra zake zikoje kuhusu swali hili, na alikuwa na haya. Tukifanya tathmini ya upana kuhusiana na yale ambayo tumeyasikia katika pande mbili au tatu zote husika za kadhia hii, yaani Marekani hasa kupitia Rais Trump kwa upande mmoja, Iran kupitia hasa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, na muhimu pia kwa upande wa mpatanishi au msuluhishi serikali ya Pakistan, inavyoonekana kauli za Rais Trump au kauli yake ya kutishia kwamba Marekani inaweza kuchukua hatua kali zaidi za kijeshi dhidi ya Iran endapo Iran haitatoa jibu la kuridhisha kwa mapendekezo ambayo Marekani imewasilisha hivi punde kwa ajili ya kufikia suluhisho au kufikia mwafaka. Kiujumla, inaonekana kama kwamba vitisho hivi vinajenga taswira, kama kawaida, Rais Trump kujaribu kuonyesha kwamba ni vitisho vyake, ni mashinikizo yake na ni mbinyo wake ndio ambao
unaweza kusukuma kuweza kufikiwa mwafaka baina ya Marekani na Iran. Unadhani ni kipi kinaweza kuishawishi Iran kuiamini Marekani kwa sasa? Kiuhalisia ni kwamba Iran haina imani sana na Marekani. Inaamini kwamba Marekani ni nchi ambayo kiuhakika haina muamana katika makubaliano. Kama utakumbuka, katika makubaliano yale ya JCPOA ya mwaka 2015 ambayo serikali ya Rais Obama ilisaini na Iran kwa ushirikiano na madola mengine manne yenye nguvu pamoja na Ujerumani, kwa sehemu kubwa ni kwamba Marekani haikutekeleza hasa yale yote yaliyokubaliwa baina ya Iran na pande hizo tano. Hata hivi sasa ni kwamba Iran inachukua hatua ya kuipa nafasi zaidi diplomasia, kwa msingi kwamba inavyoamini kwamba imeonyesha Marekani kwamba endapo itahalifu makubaliano na itataka kutumia njia ya nguvu kwa ajili ya kuilazimisha Iran ifuate matakwa yake, Iran inataka kuonyesha kwamba haitakuwa tayari tena kwa hilo, na inao uwezo wa kujihami kwa namna ambayo haitakuwa tayari kufikia makubaliano na Marekani katika mazingira ya kulazimishwa au katika mazingira ya kuburuzwa. Kwa hivyo kile kinachoonekana sasa kwamba upo mwelekeo wa kufikiwa mwafaka, lakini mwafaka unaonekana kwamba utakuwa ni ule ambao wenyewe walikuwa wakiita mara zote ni win-win situation, kwamba pande zote mbili zitanufaika na makubaliano hayo. Katika swala la kunufaika, Abdul Fattah, ilitegemewa kwamba katika kipindi hiki cha usitishaji vita kwamba pengine Iran ingefungua mlango bahari wa Hormuz kutoa nafasi kwa meli zilizokwama. Kwa nini Iran imeendelea kuweka vizuizi na kukataa kufungua ujia huu? Tumeona kwamba Irani katika makubaliano ya kusimamisha vita ilikuwa tayari imeshaanza kufungua mlango bahari Hormuz kwa ajili ya kuruhusu meli zipite katika mlango ule bahari, lakini baada tu ya mazungumzo ya kwanza yaliyochukua muda wa masaa 21 Islamabad, na ikaonekana kwamba katika hatua ile bado kulikuwa kuna mvutano, hususan kuhusiana na kadhia nyuklia, ndipo Rais Trump akachukua uamuzi wa kuanzisha operesheni ya kuiwekea Irani mzingiro wa baharini. Kwa sababu hiyo ndipo Iran nayo ikatangaza kwamba kitendo hiki ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Kwa hivyo suala la kwamba pengine Iran kwa nini ilifunga mlango bahari Hormuz, pamoja na kwamba haikuwa hatua sahihi kutokana na mazingira yalivyo kuathiri hali ya kiuchumi, lakini Iran ilichukua hatua hiyo katika mwelekeo ule kwamba ilikuwa inaonyesha kwamba inajibu mapigo kwa hatua ya Marekani ambayo kimsingi inakiuka sheria za kimataifa. Ni Abdul Fattah Musa huyo mchambuzi wa siasa za Iran kama alivyozungumza nasi kutokana na hatua mpya iliyopigwa katika mzozo huu wa Iran na Marekani. Na msikilizaji, tupate kibwagizo kabla sija kupeleka huko nchini Uganda. DW tunavuma kwa kishindo. Bunge la Uganda limepitisha mswada tete wa kulinda utaifa licha ya pingamizi na tahadhari kutoka kwa wadau mbalimbali akiwemo gavana wa benki kuu ya nchi hiyo. Mjadala unaotawala sasa ni ikiwa Rais Museveni atazingatia maoni na ushauri wa wataalamu wa kiuchumi na kisheria kabla ya kusaini mswada huo uliopitishwa na bunge siku ya Jumatano, ambao unahofiwa utapelekea Uganda kutengwa na mashirika kama Benki ya Dunia. Lubega Emmanuel anayo taarifa hiyo kutoka Kampala. And it is going to be done today. Whatever play, I told you to get out, not to come to the microphone. Huyo ni Waziri Mkuu wa Uganda Robin Anabanja akibishana na kiongozi wa upinzani Joel Sonyonyi wakati wa kupitisha mswada huo bungeni jana jioni. Waziri Mkuu alitamka kwamba wapende wasipende, wanaopinga mswada huo kulinda utaifa utapitishwa. Na kwa kweli wabunge 286 wa chama tawala walipozidi nguvu wenzao 54 katika kura kuhusu mswada huo kulinda utaifa. Spika wa bunge Anita Among alitamka hivi wakati wa kuutangaza kupitishwa: Those in favor say and contra nay. Wanaunga mkono waseme ndio, wanaopinga waseme la, na mswada huo umepitishwa. The bill is passed. Licha ya kuwa mswada uliowasilishwa awali ulifanyiwa marekebisho kwa vipengele 18 ikiwemo kuondoa fasili ya raia wa Uganda walioko ughaibuni kugeuka kwa wageni na pia raia walioko nchini kutotajwa kuwa mawakala wa kigeni, bado kuna malalamiko kuwa mswada huo utaitumbukiza Uganda katika hatari na pia kuwatia wawekezaji wa kigeni katika mashaka. Bernard Masiga ambaye ni mdadisi wa masuala ya kisiasa ametoa angalizo hili. Kuna shida ambayo inaweza katokezea kwenye mswada hii ambayo ilikuja ikapitizwa jana kuhusiana na uchumi. President mwenyewe chochote inaweza kuwa anaweza kuipitisha
anaweza naye kufanya nini? Kufanya uamuzi, anasema Wanaharakati wa haki za binadamu wameendelea kusisitiza kuwa sheria husika inawalenga wapinzani wa utawala na pia asasi za kiraia ambazo inadaiwa hupokea kiasi kikubwa cha fedha kutoka mataifa ya kigeni na kuzitumia kupotosha raia. Hata hivyo, kuna wale wanaosisitiza kuwa mswada huo ni muhimu ili kuwepo na sheria inayozuia ushawishi wa kigeni katika masuala ya kisiasa na ya kijamii ya Uganda. Andrew Opolot ni mfuasi wa chama tawala cha NRM. Kilichomo ndani ya mswada ni maslahi ya wananchi, si ya kuacha maeneo pengine uwezi watu watoke nje wadandie nchi yetu na kuanza kuiharibu. Kwa kawaida ingechukua angalau siku 45 mswada huo kupitia taratibu za kikatiba ili kupitishwa, lakini ulijadiliwa na kupitishwa katika siku takriban 21 tu. Hiyo ni mojawapo ya sababu ambazo baadhi ya wanaharakati na wanasheria wanaelezea zitawasukuma kuwasilisha shauri katika mahakama ya katiba ili mswada huo pamoja na sheria husika vitupiliwe mbali. Lubega Emmanuel, DW Kampala.